الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, leo mkutano wa mwaka wa Uingereza unaanza. Kutoka kila kona ya nchi na kutoka nchi mbalimbali za dunia wageni wanakuja au wamekuja tayari. Hawa wote ni wageni wa Masihi Maud alayhi wassalam ambao wamekuja kwa shabaha ya kidini tu. Basi ukarimu wa wageni hawa una daraja makhsus. Kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, katika kila nchi ya dunia, popote pale ambapo mikutano ya mwaka inafanywa, watoto, vijana, wanaume na wanawake wa huko wanatambua jambo hili ya kwamba wajibu wetu ni kuwahudumia wageni wa jalsa, na kwa ajili yake wote wanajitolea. Haijalishi ya kwamba sasa mielekeo ya watu wa dunia imekwisha badilika. Wanajumuia wenye ikhlasi wanaendelea kujitolea kwa lengo la kuwatumikia wageni wa Masihi Maud, na kama nisemavyo, kuanzia watoto hadi wazee na watu wenye shughuli mbalimbali za kidunia, wakiomba ruhusa kutoka kazi zao katika siku hizi, wanakuja na kujitolea kwa huduma hiyo. Hawa ndio watu ambao wanatambua jambo hili ya kwamba Mwenyezi Mungu ametoa amri ya kuwahudumia na kuwatumikia na kuwaheshimu wageni. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia matendo yake na kauli zake ametusihi sana kuhusu jambo hili. Hata Masihi Maud pia ametuelekeza mara kwa mara. Mwenyezi Mungu anasema kwamba muwape wasafiri haki yao, vivyo hivyo mfano wa Ibrahim alayhi wassalam umeandikwa katika Qur'an tukufu kwamba wageni walipomjia yeye, kwa kuwaona wageni hakuwauliza kwamba mtakula chakula au la, bali mara moja akaenda kuchinja ndama na kisha akachoma nyama yake na kuwaletea wageni. Vivyo hivyo katika hadisi moja inapatikana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wenye kumwamini Allah na siku ya akhira wanatimiza haki ya mgeni iliyo halali au watimize. Akaulizwa kwamba haki iliyo halali ni ipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema, ukarimu kwa siku moja na usiku mmoja. Na katika sehemu nyingine riwaya inapatikana kwamba mumhimidie mgeni kwa siku 3. Hiyo ni makhsus kwa wageni maalumu. Wageni wanaokuja kwa watu wanakuja kwa siku kadhaa. Mgeni akija, hii ni amri kwa Waislamu kwamba wamtumikie. Na siku hizi kwenye siku za jalsa, wageni wanaoendelea kufika wamekuja kutoka nchi za mbali. Wageni hawa wametoka nchi za nje na wataishi hapa zaidi ya siku 3, kuanzia wiki 3 hadi 4 au kuanzia wiki 2 hadi 3, sawa na nizamu ya jamaati. Muda wote watakaoisha, jumuiya itawahudumia, na kwa ajili ya jambo hili ni hisani kubwa ya Allah kwamba jumuiya ina idadi ya kutosha ya watumishi na watu wa huduma ili kuwahudumia na kuwatumikia wageni hawa. Na watumishi hawa hawalipwi hela. Kwa wiki 3-4 watu hawa wenye kujitolea wanajitolea kwa shabaha hiyo. Bali idara hii ya dhifa nchini Uingereza imekwisha panuka mno kwamba mwaka mzima
idara hii ya dhifa inaendelea kufanya kazi yake na watu wengi wanakuja kujitolea katika idara hii ambao wana shughuli zao, baadhi wana hoteli zao, wengine wanafanya kazi ya upishi. Wote kwa mwaka mzima wanaendelea kuja kujitolea ili kuwatumikia wageni, na sifa hiyo ni makhsus kwa jumuiya ya Uingereza, kwani ukhalifa unapatikana hapa, na kwa sababu ya uwepo wa khalifa wa zama watu wamezidi kuja hapa, hivyo ukarimu pia unatolewa kwa ajili yao. Katika siku za kawaida huduma hii inaendelea kuwepo, na kwa fadhili ya Allah watu wa jamaat wanatekeleza wajibu wao kwa bashasha sana na wanawatumikia wageni. Mungu awajalie wote malipo mema. Pamoja na watoa huduma, wapo watu wenye kujitolea ambao wanatoa huduma kama nisemavyo, lakini kwa vyote vile siku hizi kama nisemavyo kwamba ni siku za jalsa, yatupasa kuwajali sana wageni, na kama alivyosema Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwamba mumheshimu mgeni na mumtumikie vizuri, kwani hiyo ni muhimu kwa imani yenu, ni muhimu kwa kumwamini Allah na siku ya akhira. Ni sharti la imani ya kwamba mumini anakuwa mkarimu, anakuwa na hulka njema na huwatendea wageni wake kwa hulka njema. Basi hiyo ni daraja kubwa sana, daraja tukufu ambayo siku hizi maelfu ya watu wenye kujitolea wanapata, wakiwemo wasichana na wanawake, vijana na wanaume, na hata wazee pia wamo ndani yake na watoto wenye umri mdogo. Hivyo wote wanajaaliwa heshima hiyo, na daima wakumbuke kwamba heshima hiyo ambayo tumejaaliwa tutaweza kutimiza haki hiyo pale tutakapotimiza haki ya ukarimu. Tutawatendea wageni wote kwa heshima na amani na kwa bashasha, na tutajali hisia zao. Hatmasihi Maud alaihi wassalam aliwahi kusema kwamba mgeni anakuwa na hisia za ajabu, hivyo yatupasa kujali hisia zao, na hatupaswi kusahau kwamba wajibu wetu ni kuwatumikia wageni kwa njia zote. Kama sisi tumejitolea, basi ili kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu tufanye juhudi ya kutimiza wajibu huu kwa kadri tuwezavyo, ili Mwenyezi Mungu pia aturidhie, na kwa kadri tuwezavyo sisi tutimize haki ya kuwatumikia wageni wa Masihi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wa huduma wetu ambao wanawatumikia wageni au nizamu inayokwepo ya jalsa, watu ambao si wa Ahmadiyya na wanakuja kutoka nchi za nje, wanapata athari sana kwa kuona maandalizi ya jalsa. Wanashangaa kwamba chakula cha maelfu ya watu kinapikwa, na kinapikwa na wale wanaojitolea, kisha wote wanalishwa chini ya nizamu moja na wanaendelea kuhudumiwa. Kisha kuna nizamu nzima ya watumishi inayoendeshwa hapa, ikiwemo nizamu ya uchukuzi, nizamu ya kulisha chakula, nizamu ya usafi, nizamu ya kupika chakula, nizamu ya kuleta maji. Ilmuradi ni idara nyingi ambamo kwa fadhili ya Allah watu wa huduma wa jamaat wanaendelea kujitolea na wanaendelea kujitolea, bali kwa fadhili na msaada wa Allah wanaendelea kufanya kazi kwa uzuri na kwa weledi. Watu ambao si waislamu wanapoona hali hiyo wanaathirika sana. Hiyo pia ni njia moja ya mahubiri. Hivyo kila mtoa huduma
ambaye baadhi yao ni wazamani na wenye uzoefu, lakini wale walio wapya wanapaswa kukumbuka kwamba nini mmekuja hapa ili kuwatumikia wageni wa hatmasihi maut. Hivyo mufanye juhudi ya kutosha ya kutimiza haki hiyo, na haki ya mgeni muitimize. Hiyo ni muhimu kwa ajili ya imani yenu. hatmasihi maud wassalam namna alivyokuwa akiwatumikia wageni na alikuwa anajali wageni. katika riwaya moja inapatikana kwamba hatmasihi maud alahsatu wassalam alikuwa anajali sana hisia za wageni na kuwatumikia. hafiz hamad saheb alikuwa amepangiwa ili kuwatumikia wageni. hatmasihi maud alikuwa anamsihi kwamba uwajali wageni hawa na kwenye siku za kawaida muwatumikie sawa na hadhi ya wageni na heshima yao kwa fadhili na msaada wa allah. kwenye siku zingine wageni wa jumuiya wanaokuja, kwa kadri jumuiya inavyoweza inawatumikia na kuwahudumia, lakini katika siku za jalsa haiwezi kuwatumikia hivi, kwani hapo unakuwa na ukarimu kwa watu wote. hivyo kuna haja ya kuchukua tahadhari na kuzingatia. Sahaba moja anasema kwamba aghlabu mwaka 1902 nilipotoka Ahmedabad na kuja Qadian, katika safari ya kuelekea Qadian nilikuwa nimeketi kwenye kituo cha gari Lahore. nilikutana na rafiki moja. sisi tulianza safari kwenda Qadian. njiani mvua ilinyesha sana. tulipofika Batala mvua ilikuwa inanyesha kwa kasi. hivyo baada ya kushuka Batala tulichukua gari la farasi na tukaelekea Qadian. tulipofika karibu na Qadian anasema kwamba mvua ilisimama. anasema kwamba sisi tulifika Darul Aman, na tulipofika Darul Aman kwa amri ya hatmasihi maud tulipatiwa sehemu ya kukaa kwenye chumba kile. anasema kwamba siku zile chumba kile kilikuwa kama ni bookshop, yani duka la vitabu. anasema kwamba wakati wa asubuhi tulipewa chai ya asubuhi, chai nzuri. pia tukalishwa chakula cha mchana. hatmasihi maud alikuwa anamuuliza shah saheb mara kwa mara, yule mgeni wa pili alikuwa pamoja naye, kwamba kama una shida niambie. hatmasihi maud alikuwa anawauliza wageni na alikuwa ana waheshimu wageni na kuwatumikia na kuwahudumia. vivyo hivyo Manzur Masaheb mkazi wa Bhera anaandika kwamba baba yangu ni mwanajumuiya wa zamani sana. 1894 anasema kwamba kwa mara ya kwanza pamoja na mama yake alienda Qadian kumwona khalifa awal na kisha akafanya baiati. khalifa anasema kwamba khalifa awal alikuwa amesoma kutoka kwa babu yangu alipokuwa mtoto, na mke wake wa tatu, yani mke wa babu yangu, mke wa tatu, huyu alikuwa dada wa khalifa awal. anasema kwamba nilimuuliza baba yangu kwamba je, unakumbuka tukio lolote ulipokuwa unaenda Qadian wakati ule? alituambia kwamba sisi watu 8 siku moja tulikuwepo katika msikiti ya Mubarak kwa ajili ya kula chakula cha mchana. tulikuwa tunakula msikitini. msikiti ule ulikuwa mdogo na kulikuwa hakuna mahala maalum kwa ajili ya wageni, hivyo wageni walikuwa wanakalishwa miskitini. khalifa awal pia alikuwepo kwenye majlis ile. anasema kwamba ilikuwa mchuzi wa aina mbili. chakula kile kinapikwa kutoka nyumbani na kwenye vyakula ilikuwa nyama. hatmasihi maud alikuwa anachukua kipande cha nyama kutoka bakuli yake kwenye sahani yake, alikuwa anaweka kwenye sahani ya wengine.
akikuta kipande cha nyama kwenye sahani yake alikuwa anachukua na kuweka katika sahani ya wageni. Na kuhusu khalifa awal pia anasema kwamba alikuwa anamfuata hatmasihe maut kwa ajili ya wageni. Saa nyingine wageni wakiomba kitu fulani. Safari moja mgeni moja alisema kwamba natamani kula maembe. Wakati wa kula chakula masihi maud alisema kwamba pamoja na chakula kula maembe ni wazo zuri ambalo limeingia moyoni mwako. Mwingine aliyekuwa ameketi katika wageni alisema kwamba ngoja niende sokoni na nilete maembe. Huzur alisema kwamba hapana, endelea kukaa hapa. Baada ya muda parcel moja ikaja. Mtu fulani alikuwa amemtumia maembe. Ulikuwa na maembe 8. Watu pia walikuwa 8 na mfuko uliofika ulikuwa na maembe 8. Huzur akawapatia wote embe moja moja, na hata embe lake pia akalikata kwenye vipande na akaendelea kuwapatia wageni na kuwalisha. Vivyo hivyo badruddin saheb mkazi wa malirkotla anasema kwamba siku moja mimi pamoja na baba yangu nilikuwa nachota maji kutoka kisima cha bweni. Ilikuwa muda wa saa 3 usiku na swala ya isha ilikuwa imesha swaliwa. Huzur akishika bakuli ya maziwa na mkate akaaja kwenye kisima na akaaja kumwambia baba yangu kama kuna mgeni ambaye hajala. Baba alisema kwamba huzur minga najmuddin ameenda kuwauliza wageni wote na wote wamekula chakula. Ndipo huzur alisema kwamba haya muende pamoja nami. Sisi tukaenda pamoja na huzur. Tulipoenda kwenye idara ya dhifa na tukawauliza wageni hatukumkuta yote, wote walikuwa wameshakula. Anasema kwamba kisha wakati ule kulikuwa na duka la Sher Muhammad lilikuwa wazi. Tulifika huko, mtu mmoja akasema kwamba huzur, mimi nataka kula mkate pamoja na maziwa. Huzur akampatia bakuli mtu huyo. Mwenyezi Mungu huu ulikuwa ni mpango wake kwamba mtu huyo ale kwa kupitia mkono wa masihi maut. Katika moyo wa huzur Mungu alitia kwamba nenda ukawalishe wageni wako. Hivyo hat masihi maut akaja kumtumikia mgeni wake. Yapo matukio mengi ambayo yanapatikana kwenye maisha yake. Katika hali ya kawaida alikuwa anawatumikia wageni, kwani heshima ya mgeni na ukarimu wake umetajwa kwamba imeelezwa kwamba nini muwalishe watu wenye njaa na wenye haja, na hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Dr. Hashimutullah Saheb anaeleza tukio lake moja. Anasema ya kwamba wakati wa jalsa usiku mmoja kazi yangu ilikuwa ni kushiriki katika ijlas ya Sadr Anjuman kama katibu wa jumuiya. Baada ya maghribi na isha siku za jalsa kikao kilikuwa kinafanywa. Anasema kwamba baada ya swala ya maghribi na isha ijlas ilikuwa ifanywe katika msikiti ya Mubarak. Muda ulikuwa mchache. Mimi nikasema kwamba chakula nitakula baadaye, japo nilikuwa na njaa wakati ule na nilikuwa sijala chochote tangu asubuhi. Lakini anasema kwamba kwa kuwa huu ulikuwa ni wajibu wa kijamaati, hivyo nilisema moyoni kwamba nitakula chakula baadaye. Kikao kilipokwisha nilifika langarkhana kwa kuchelewa. Wakati ule muda ulikuwa ni saa 5 usiku. Nilikuwa na njaa kali. Anasema kwamba nilipoenda kwa watu wa kaumu yangu na nikapata taarifa kuhusu chakula, nikapata kujua kwamba chakula kimekwisha. Anasema kwamba chakula kilikuwa kimekwisha. Mtu mmoja alienda kwenye idara ya dhifa na akaja na makombo ya chapati akisema kwamba langarkhana imefungwa, hivyo tule makombo hayo na tuishi usiku. Anasema nikaanza kutafuna kombo lake. Nilipokuwa siku maliza makombo haya, mtu mmoja akaja kupiga hodi kwa nguvu na tukasikia sauti kwamba je, kuna mgeni ambaye hajala, huyu aje na aende kwenye langarkhana na apate chakula.
wenzangu wakaniambia kwamba tuende pamoja na tulifika katika langar na tukaala na tukamshukuru mungu. anasema kwamba siku ijayo asubuhi saa 4 nikamkuta masihe maud kwenye ngazi ya msikiti wa mubarak alikuwa amesimama na nikawakuta khudam wakielekea kwa huzur alikuwa anawaambia jambo fulani. Maulinuddin saheb pia alikuwepo. huzur alikuwa anasema kwa jaziba kwamba nizamu ya chakula cha wageni inapaswa kuwa nzuri, kwani usiku mungu amenifunulia kwamba ya ayuha nabiyu atimil jaya walmotar, e nabii uwalishe watu wenye njaa. hivyo nikapata kujua kwamba usiku nilipoamka nikaamka kwa msingi wa ilhamu hiyo. mtu akaja kupiga hodi na mtu fulani akanilisha. mungu alikuwa amemwambia masihi maud na ye alikuwa ametuma chakula. hawa ndio watu ambao shida ya njaa hata mungu alikuwa anaihisi na kisha alikuwa anamwarifu nabii wake. maandalizi yalikwepo yaliyofanywa, lakini katika jalsa hii uongozi unapaswa kuzingatia jambo hili kwamba wageni wanaokuja kwa kuchelewa saa nyingine wanafika baada ya safari ya usiku. wengine wametoka ulaya, wengine wanachelewa, saa nyingine feri inachelewa au ndege inachelewa, au saa nyingine wanabanwa kwenye foleni. hivyo wanapaswa kuandaa chakula kwa ajili yao na pia wazingatie kwamba chakula kiwe kizuri. isije ikawa hivi kwamba chakula kwa sababu ya joto kiwe kimeharibika na wao wawalishe chakula ambacho kiwe sababu ya marazi kwao. hivyo muzingatie jambo hili katika ukarimu kwamba nini wajibu wenu ni kuwajali na kuwalisha chakula kizuri. safari moja huzur alisema kwamba wageni wote waliokuja kwenye jalsa muwalishe chakula cha aina moja tu na hampaswi kutofautisha katika chakula. hapo khwaja saheb au mtu mwingine alisema kwamba baadhi ya watu maskini pia wanakuja ambao wanakosa katika nyumba zao dengu au adisi. hivyo kuwalisha dengu au adisi si jambo lenye aibu. hakuna haja ya kupika mchuzi au nyama. hata kama walishwe dengu na adisi haina shida ndani yake. hazur rasam alisema kwamba japo wao hawapati dengu adisi katika nyumba yao, lakini pale ambapo watawaona wengine wakila nyama na pilau basi watatamani kula vile vile, na wasipopata basi watavunjika moyo. huo ni kama kuvunja moyo wa mgeni, kwamba upande moja mnamlisha mgeni nyama na mwingine mnamwambia kwamba aale dengu na adisi. alisema hiyo haiwezi kutokea. alisema kwamba wafuasi wangu hata kama wawe watu maskini au wawe matajiri, mimi ninatokana nao na nina uhusiano wa aina moja tu. hivyo mupike chakula cha aina moja. mkipika nyama na pilau muwapatie wote, na kama mkipika adisi na dengu basi muwapatie wote. sio kwamba wengine muwapatie nyama na wengine muwalishe dengu adisi. hizi zilikuwa ni njia za masihi maud, ni khulka tukufu. hiyo ilikuwa ni njia moja, njia yake ya kutoa nasaha na njia za ukarimu wake. chaudhry abdurrahim saheb anaeleza tukio moja kwamba safari moja hat masihi maud alinipatia rupia 500 na alisema kwamba wewe unawajibika kufanya maandalizi ya jalsa, lakini ukumbuke kwamba unapaswa kuwatendea wageni wote kwa aina moja na kupika chakula cha aina moja tu. katika hali zingine za kawaida vyakula vinapikwa kama nisemavyo, lakini katika siku za jalsa zolisema kwamba chakula cha aina moja kitapikwa. baadhi ya watu walisema kwamba hakim fazl din saheb ana uzoefu mkubwa, yeye apatiwe wajibu huo. huzur hakutoa jibu lolote na akamwambia chaudhry abdurrahim kwamba wewe ufanyia maandalizi ya jalsa. anasema kwamba katika muda huo khwaja kamaluddin saheb akaja kwangu na akaniambia kwamba upike wali kwa ajili yangu.
kwani huzur amekukabidhi nizamu ya chakula. Mimi nikamwambia kwamba huzur ameniamuru kwamba chakula cha aina moja kipikwe kwa ajili ya watu wote. kama unatamani kula wali basi uje na kibali. Khwaja sahab alisema kwamba sasa niombe kibali kwa ajili ya wali kivipi? Nikasema kwamba bila ruksa ya huzur siwezi kukupatia wali. Hapo ye akakasirika na maadamu akaishi hapa akaendelea na hali hiyo ya hasira. Wageni pia wanapaswa kukumbuka kwamba chini ya nizamu ya langar chakula kinapikwa, hivyo chochote wanachopatiwa wale kwa kumshukuru mwenyezi mungu. na nini mmekuja hapa kwa kuitwa na masihi mao na mmekuja na shabaha hii kwamba kazi yetu na wajibu wetu ni kujipatia chakula cha kiroho, hivyo muzingatie chakula cha kiroho zaidi. na kama kuna dosari inatokea katika chakula mnapaswa kuvumilia na hamtakiwi kulalamika. baadhi ya watu hata kama wasilalamike wanafanya juhudi ya kwenda masokoni na kula chakula, na kisha maduka yanakuwa wazi kwa muda mrefu na uongozi unalazimika kupata shida na matatizo. na siku hizi haswa kwa sababu ya msimu wenye joto, kupika chakula nje kwa muda mrefu, muda ambapo baadhi ya idara za uongozi zinamaliza kazi zao na zinashindwa kusimamia shughuli zao, hiyo inaweza kuleta tahadhari. hivyo wageni pia wajali na wazingatie kwamba siku hizi chochote wakipatiwa wale kwa subira na kwa kumshukuru mungu, na wasidhihirishe kwamba kitu hicho hatukipendi au hatutaki kula. pia ningependa kusema kwamba msipoteze chakula na muchukue kwenye sahani sawa na njaa yenu na sawa na haja yenu. na kama nilivyosema kwamba kitu cha msingi ni chakula cha kiroho ambacho kwa ajili yake tumekuja kwenye jalsa, hivyo yatupasa kujikita zaidi ili kuboresha maisha yetu ya kiroho. chakula kwa fadhili ya allah tunapatiwa tu mtu kwa siku 3 kwa kufanya subira na kumshukuru mwenyezi mungu anaweza kujikimu katika hali ya kula kidogo au kitu ambacho hakipendi. Sheikh Zainul Abidin anasema katika zama ya huzur huduma maalum ilikuwa inatolewa kwa wageni na wageni walikuwa wanatumikiwa vizuri. anasema kwamba ndugu yangu Hafiz Hamid Ali alieleza kwamba safari moja ilikuwa nafasi jalsa salana, masufuria manne yalikuwa yamepikwa ya wali. katika zama zile masufuria manne pia yalikuwa chakula cha kutosha, mawili ya pilau na mawili ya wali mtamu. siku moja huzur alienda katika idara ya dhifa ya langar khana, alimwambia mpishi kwamba inua sahani, nataka kukagua na kuona wali. hazur hakupenda harufu yake. hazur alisema kwamba masifuria ya wali mtamu yameharibika, hivyo mutupe jalalani na hiyo haistahiki kwa watu kwamba wale. alisema kwamba mimi sikupenda harufu yake na naona kwamba chakula hicho kimeharibika, hivyo kivipi wageni wataweza kula? hivyo hiyo haiwezi kutokea kwamba kitu ambacho mimi sikipendi ni walishe wageni, hivyo mutupe jalalani na huko wanyama watakula. hiyo ilikuwa tahadhari ya masihi maut. hivyo wanaotoa huduma katika kupika chakula wanapaswa kuchukua tahadhari kwamba siku hizi kwa kuwa ni msimu wa joto, kama nisemavyo, wafanye maandalizi ya chakula kwamba chakula kiwe katika hali nzuri na kisiendelee kubaki na kuoza, haswa dengu adisi ambayo inaweza kuharibika kwa haraka. wasiiweke kwa muda mrefu na kisha kuwalisha wageni. wazingatie habari hii na jambo hili, na pia wakague chakula kabla ya kuwalisha watu.
katika idara zingine vile vile kila mtoa huduma wa kila idara afanye juhudi kwamba wazingatie heshima ya wageni na starehe yao. Idara ya usafi, idara ya uchukuzi, idara ya maegesho, idara ya ulinzi unapaswa kwepo, lakini muwatumikie watu kwa heshima na kwa taadhima. Hiyo sio kazi ya mlinzi kwamba yeye atumie maneno makali ambayo yamuuzi mgeni na huyu afahamu kwamba mimi nimetendewa kwa ukali. Tunapaswa kuzingatia vitu hivi vyote na nizamu ipo ya kuwa niamazisha watu katika jalsaga. Pia muwe makini katika kutekeleza wajibu wenu. Pia ningependa kuwaambia wageni kwamba nini mmejumuika hapa. Tunapaswa kukagua na kuelewa jambo hili kwamba sisi baada ya kuvumilia shida za safari tumejumuika hapa. Sisi tuna shabaha yake. Bila shaka siku hizi safari imekuwa rahisi na sio ngumu kama ilivyokuwa zamani, lakini safari ni safari. Waliokuja hapa wanapaswa kuzingatia kwamba wao wakiheshimu matamanio ya masihi maud wamekuja katika jalsa ili kutimiza shabaha ya jalsa, na katika siku hizi za jalsa wamekuja kushiriki. Basi wazingatie jambo hili kwamba wajibu wetu ni kusikiliza matangazo yote ya jalsa na wasiendelee kupiga porojo au kutembea hapa na pale, bali jalsa ikianza wanapaswa kuja kwenye ukumbi na kusikiliza jalsa au popote pale ambapo maandalizi yamefanywa kwa ajili ya kina mama, wazee, watoto au watu wazima. Kazi yetu ni kukaa kwa utulivu na kusikiliza jalsa. Vivyo hivyo kwa ajili ya kina mama kuna ukumbi ambao umetengenezwa ambapo watakaa pamoja na watoto wao. Kina mama hawa wenye watoto wanapaswa kukaa kwa ukimya na kusikiliza jalsa. Kukaa pamoja na watoto sio maana kwamba kina mama waanze kuongea baina yao. Wafanye juhudi kwamba kwa ajili ya kumnyamazisha mtoto au kumbembeleza waongee. Kama ni mtoto mdogo na analia, basi mutumie njia fulani ya kumnyamazisha. Lakini kina mama wenye watoto wakianza kuzungumza, kelele inaanza kutokea. Hiyo haipaswi kuwepo, kwani wengine wanapata shida wanaokwepo na kisha wanalalamika kwamba watoto hawapigi kelele lakini mama zao wanapiga kelele. Na wanafahamu kwamba kwa kuwa tumeketi katika ukumbi wa watoto, hivyo kuongea kumekuwa halali, ilhali hiyo sio halali. Na nizamu hii imewekwa ili watu wengine ambao hawana watoto pamoja nao waweze kusikiliza jalsa kwa utulivu na amani, na hata mama wa watoto pia waweze kusikiliza kwa amani. Hivyo mufanye juhudi kwamba msiongee. Vivyo hivyo wakati wa matangazo ya jalsa masoko yanafungwa, lakini hata hivyo katika muda mwingine masoko yanapokuwa wazi, huko pia wageni wazingatie nizamu na wachukue tahadhari. Jambo lolote lisitokee ambalo liweze kuharibu mazingira ya huko. Kwa subira na uvumilivu mufanye mpango wa kununua vitu. Saa nyingine foleni inatokea, duka linakuwa moja, store inakuwa moja na watu wanachelewa kununua vitu vyao. Katika hali kama hiyo watu wanapaswa kufanya subira na kuvumilia, ndipo mtaweza kutimiza shabaha ya jalsat masihi maud. Alikuwa na tamanio gani kwamba wahamadia wapatikane? Alisema kwamba nini muwe watu ambao ni wenye kushika uchamungu na ni wenye kutenda mema, kwani bila uchamungu Mungu hawezi kurizika. Hivyo nini mliokuja hapa mnapaswa kuwa na shabaha moja tu halisi,
kwamba wajibu wetu ni kufikia shabaha ile na kufikia ucha mungu, na kwa ajili yake ni wajibu wetu kukaa kwa ukimya na kusikiliza jalsa, wanaume na wanawake wote. Na shabaha hii itakapopatikana ndipo mtaweza kunufaika na mambo ambayo yanazungumzwa katika jalsa na shabaha ambayo jalsa inafanywa kwa ajili yake. Hivyo kila mmoja ambaye amekuja hapa akutane na wengine kwa upendo, na pia muendeshe desturi ya kusalimiana. Mazingira ya jalsa yanapaswa kuwa na salamu, na baada ya vipindi vya jalsa kuisha, mnapokutana mukutane kwa upendo na amani. Kama kuna mizozo ya zamani, mufanye juhudi ya kuifuta, na mufanye juhudi kwamba sisi hatutatenda kitendo ambacho kiharibu mazingira. Baadhi ya watu wanakuwa hawana uvumilivu. Wapo watu sio kwamba kwa asilimia mia ni watu wenye subira na wenye uvumilivu. Saa nyingine baadhi ya watu wanakuwa hawana uvumilivu, lakini wanapaswa kufanya juhudi kwamba siku hizi wakitumia ucha mungu basi waongeze uvumilivu wao, wafanye juhudi ya kufikia ridhaa ya mwenyezi mungu, wafute mizozo na magomwi ya kifamilia, na pia mizozo hii wasiifanye kuharibu mazingira, na pia wasiutie uongozi kwenye mushkil. Daima mukumbuke kwamba shabaha tukufu ambayo umekuja kwa ajili yake, kazi yenu ni kuitimiza, na kama hiyo haipo basi hamtapata faida yoyote. Hapo kuna nizamu ya swala. Watu ambao wanaendelea kuishi katika makazi ya kijamaati hata baada ya jalsa pia wanapaswa kufanya juhudi ya kuswali kwa wakati na kuswali kwa jamaa. Siku hizi wanaoishi katika mahema mbalimbali au wanaoishi katika ukumbi tofauti, wote wanapaswa kufanya juhudi kwamba siku hizi 3 sala ya tahajudi inasaliwa hapa. Wanapoamshwa kwa ajili ya tahajudi waamke na wafanye juhudi, na pia wafanye juhudi ya kuswali kwa wakati. Tahajud pia wafanye juhudi ya kuswali, kwani hiyo ndiyo shabaha ya jalsa, na mmekuja kuifikia shabaha hii. Hiyo itakapopatikana basi mtakuwa wenye kuboresha vizazi vyenu. Vivyo hivyo ningependa kueleza kuhusu maagesho kwamba katika swala la maagesho muwasikilize viongozi, na sawa na maagizo yao muegeshe magari yenu, na wakati wa ukaguzi wa kart kama kuna foleni basi musubiri zamu yenu kwa subira na kwa uvumilivu, na mupitie scanner ile, msifanye haraka. Wageni wanapaswa kufanya juhudi kwamba wasiwe sababu ya kuwaletea viongozi shida yoyote. Pia wageni na wanaotoa huduma wanapaswa kuzingatia jambo moja kwamba haswa kwa kuwa siku hizi hali ya nchi si nzuri, na kinyongo na bughza na husda inapatikana kwa wengine zidi ya Waislamu. Hivyo wawe makini na wazingatie, na wakiona kitu chochote chenye mashaka wawasiliane na viongozi, na hata katika jalsagaa pia wawe makini. Na siku hizi kwa kuwa msimu ni mkavu, kama nilivyosema, inaweza kutokea hatari ya kuwaka moto. Hivyo makazi ambapo wanajumuia wameishi, msiwashe moto wa aina yote, kibiriti wala nini, na mkipata haja basi muwasiliane na viongozi na mwende sehemu ambapo wao wamepanga mpango. Kama moto ukiwashwa basi usilete shida, lakini katika kila sehemu kwa kukaa kuwasha moto, jambo hili msilifanye na mchukue tahadhari. Hiyo inaweza kuwa sababu ya janga fulani. Na jana nilikuwa nimewaambia watu wa huduma kwamba watu wenye magari ya zamani pia wachukue tahadhari. Wapo wageni ambao wana magari ya zamani na injini zao zinashika moto. Kama wamesimama kwenye sehemu ambapo kuna majani, hatari inaweza kutokea ya kuwaka moto. Hivyo wanapaswa kuchukua tahadhari,
na wakati wa maagisho wanapaswa kuwaambia viongozi kwamba gari yangu ina dosari hii, ina shida hii, hivyo iegeshwe sehemu ambapo iwe salama. Pia muzingatie usafi. Uongozi unafanya juhudi kwamba choo kiwe safi. Nini wenyewe pia mkitumia vyoo basi muzingatie usafi wake, sio kwamba maji yanaendelea kumwagika chini na uchafu umeenea. Mgeni afanye juhudi sawa na agizo la hadis, azingatie usafi, kwani usafi ni sehemu ya imani yetu na sisi tumekuja hapa ili kuongeza imani yetu. Hivyo muzingatie usafi. Siku hizi kila moja anapaswa kufahamu kwamba yeye ni mtu wa huduma na anapaswa kuzingatia usafi ili mazingira yawe safi. Pia mufanye juhudi ya kuongeza viwango vya imani yenu. Siku hizi mumkumbuke Mwenyezi Mungu kwa nguvu zote katika muda wa faragha. Popote pale mlipokaa mufswali durud sharif, maombi na istighfar. Badala ya kuzungumzia mambo yasiyo na maana, mumkumbuke Mungu na muongee mambo ya kidini. Kuna maonyesho yamefekwa, muende kuyatembelea maonyesho haya na muone kwa shauku na kwa amani. Maonyesho yatawanufaisheni sana, yatawafaidisheni sana na mtaweza kupata elimu vile vile na dini. Hivyo vitu hivi vitakapatikana, inshallah mtaweza kunufaika na jalsa salana. Mungu afanye kwamba nini yote muweze kunufaika na jalsa hii, faida ya kidini na faida ya kiroho, na muweze kunufaika faida ya kielimu, na baraka za jalsa ziendelee kuwa sehemu ya maisha yenu daima dawamu, na ziendelee kuwa sehemu ya maisha ya vizazi vijavyo. Nini muweze kutimiza shabaha ya ujio wa Masihi Maud alayhi wassalam. Inshallah jioni kutatokea ufunguzi wa jalsa, ufunguzi rasmi. Pia musikilize hutuba ile na maulama wengine pia musikilize hutuba zao kwa umakini na mufanye juhudi ya kufuata. Mungu awajalie wote. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.